zisizokuwa za kiserikali kwa mujibu wa sheria zetu hazina sababu na hazijawahi kuwa na uadui na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni serikali inayoamini katika misingi ya utu, katika misingi ya usawa wa binadamu. Hii ndio nchi pekee ambayo inazingatia misingi ya demokrasia katika taifa hili, na tangu mwanzo enzi za kina Nyerere wamejenga misingi hiyo. Na ni kwa misingi hiyo tangu miaka hiyo tulipopata uhuru, Tanzania imetengeneza mazingira mazuri kwamba mtu yeyote anaweza kuanzisha kanisa lake mahali popote, siku yoyote, saa yoyote, bila kugomewa, bila kuvurugwa. Unaweza kuanzisha msikiti wako na madhehebu yako maadamu usikwaze wengine. Lakini hiyo haina maana kwamba serikali kama ina uwezo wa kuruhusu uanzishe NGO, kama serikali ina uwezo wa kuruhusu uanzishe kanisa au uanzishe msikiti, haina maana kwamba serikali ile haina mamlaka ya kufanya deregistration, yani ya kuzuia usiendelee na hiyo shughuli. Zipo kanuni na taratibu, kama hujazifuata serikali inayo mamlaka ya withdraw au kuondoa, kwamba na wewe ulikuja kwetu. Kama ninyi leo hapa mmeniambia mkuu wa wilaya tunataka tuanzishe muungano wa taasisi zisizokuwa za kiserikali wa wilaya ya Songea. Na sheria ilivyo, ofisi yangu ya mkuu wa wilaya ni ofisi mojawapo inayoandika barua kwamba kweli watu hawa tunawajua hawana nia mbaya ya kuvuruga amani, hawana nia mbaya ya kutukana wenzao, hawana nia mbaya ya kuvunja utulivu katika taifa letu, wana nia ya kugusa maisha ya Wanasongea. Tafadhali waruhusu msajili wa mashirika ya kiserikali, waruhusu waendelee na shughuli zao. Kama tunaanza tukatoa barua hiyo, sasa ni kwa nini hii ofisi ya mkuu wa wilaya isiwe na mamlaka ya kurudi kwamba bwana wewe tulikupa barua kwamba utafanya shughuli zako 1 2 3 4, lakini sasa umekengeuka, haufanyi kama tulivyokueleza. Ndio kazi ya serikali duniani kote. Jina langu naitwa Mchungaji Nashon Kikalao. Mimi ni mwenyekiti wa umoja wa mashirika yasiyo ya kiserikali katika wilaya ya Songea, kwa kifupi SOSNET. Na zoezi la leo lilikuwa zoezi kwanza la kutambulisha huo umoja wetu au mtandao wa asasi zisizo za kiraia katika wilaya yetu kwa mkuu wa wilaya, na kuomba kibali chake kwa ajili ya kusajili huo umoja. Lakini pia leo lilikuwa ni jukwaa la mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kwa maana ya Nakongo, shirika ambalo pia linasimamiwa na kuratibiwa na serikali. Sawa. Mashirika kama haya yana umuhimu mkubwa sana katika wilaya ya Songea kipekee, kwa sababu mengi yanashiriki kwenye maendeleo ya jamii katika maeneo ama afua tofauti tofauti. Wako wanaoshughulika na masuala ya HIV, wako wanaoshughulika na masuala ya kuhudumia watoto yatima na watu wanaoishi katika mazingira magumu, wapo wanaoshughulika na elimu ya kilimo kwa wananchi, wakihamasisha na kuwaelimisha wananchi kwa ajili ya kulima kitaalamu ili waweze kuvuna vizuri zaidi. Yapo yanayoshughulika na msaada wa kisheria. Ni Aloisia Tadei Ndunguru, ni msajili msaidizi wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali Songea DC. Mashirika yapo mengi kimsingi, lakini mashirika ambayo yamejidhatiti na yanatekeleza kazi yapo 22, na hayo mashirika yanatekeleza afua mbalimbali. Yapo yanayotekeleza afya, yapo yanatekeleza miradi katika sekta ya elimu, katika sekta ya mazingira na katika sekta nyingine mbalimbali. Kiukweli haya mashirika yanatusaidia sana.